Karibuni nyote, karibu sana kwenye podcast yetu ya leo. Leo niko na rafiki yangu anaitwa Judd Whiffen, na yeye alikuwa misionari kwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na umekuwa unajifunza Kiswahili kwa muda gani? Sasa ni kama ninakaribia miaka miwili. Miaka miwili, sawa. Kwa hiyo unaweza kusikia jinsi anavyozungumza Kiswahili, na hujawahi kufika Afrika, si ndio? Sijawahi kufika bado. Sawa. Kwa hiyo utaona kazi ya misionari unawezesha watu kujifunza lugha kweli. Hata kama hauko kwenye mahali ambapo hiyo lugha inatumika. Kweli, Mungu anawezesha kabisa. Kwa hiyo Judd, kama unaweza kujitambulisha, unatoka wapi, unasoma nini shuleni, unaweza kutuambia kidogo kuhusu mahali ambapo ulitumikia misheni yako, halafu tutaingia kwenye mazungumzo yetu. Sawa, asante. Kama vile ulivyosema, kwa majina ninaitwa Judd Whiffen. Nilitumikia misheni yangu, nilikuwa missionary kule Ohio, katika mji wa Dayton, kama mnajua hapo, ni juu ya Cincinnati. Nilijifunza Kiswahili, nimekuwa nikiongea kwa miaka miwili. Nilizaliwa American Fork, Utah, na ninapenda sana muziki, napenda injili ya Yesu Kristo, na kuwa pamoja na familia yangu na rafiki zangu. Vizuri sana, asante. Na amesema anatokea American Fork. Utafsiri wa American Fork, labda tuseme wa Marekani. Mmoja labda angesema hivyo, sijui. Na pia kuna mji mwingine hapa Utah ambao unaitwa Spanish Fork. Wa Kihispania. Sijui kwa nini tuna majina hayo, lakini hata mimi natokea, inaitwa Pleasant Grove, ni bustani shamba zuri. Shamba inayopendeza. Unajua, mara nyingi na kwa wale ambao mnasikiliza, mara nyingi sisi ambao tunajifunza Kiswahili inatuchekesha wakati tunapo tafsiri kama maneno yetu na majina yetu katika Kiswahili, inaweza kuchekesha sana. Sana. Ninapenda katika kichwa changu siku zote, napenda mara kwa mara kufikiri kuhusu jina fulani katika Kiswahili. Nasema ningesemaje hivyo katika Kiswahili? Inanifurahisha kila wakati. Inachekesha sana. Unajua watu wengi wanasema, yeye ni the goat. Yeye ni mbuzi. Manake mchezaji bora aliyewahi kucheza mchezo huo labda. Na tunatafsiri kama the goat, the greatest of all time. Inachekesha. Kwa hiyo leo baadaye kidogo tutakuwa tunaongea kuhusu ujumbe wa urejesho wa kanisa la Yesu Kristo. Ni ujumbe ambao sisi tuliweza kushiriki sana tulipokuwa misionari, na ndio maana tulijifunza Kiswahili ili tuweze kusambaza ujumbe huo. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tutumie nafasi tulionayo kwenye podcast. Fikiri watu wengi wataweza kusikiliza na wataweza kufaidika kutoka kwa kusikiliza. Lakini kwanza tutaongea kama mambo ya Kiswahili na nini. Kwa hiyo nataka kukuuliza kwanza, uliitwa kuwa misionari mwenye kuongea Kiingereza, si ndio? Ndio, kwa kwanza misheni yangu niliitwa kuongea Kiingereza. Na ulikuwa na tumikia kwa muda gani kabla hujaanza kujifunza Kiswahili? Wiki 6 tu nafikiri. Nadhani ilikuwa wiki 6. Sawa. Kwa hiyo rais wa misheni alivyokuambia kwamba alitaka ujifunze Kiswahili, ulisemaje? Ulifikiri nini? Kwa kweli napenda sana kuambia watu hadithi, kwa sababu sikujua mbele ya wakati. Unaona, wakati sisi tunapoanza misheni yetu kama missionary mpya, anapata mwingine mwenzi ambaye anajua zaidi, amekuwa missionary kwa muda zaidi, na anasaidia yule mwingine missionary mdogo kujifunza mambo ya missionary, ya kufundisha, ya mambo yale. Kwa hivyo yule kwangu, yeye alinisaidia kujua mambo ya missionary, na alijua kwamba nilikuwa nikijifunza Kiswahili, na
nilizungumza na rais ya misheni, lakini hakuniambia mimi, na niliitwa kuongea. Niliambiwa kwamba ningepata missionary mwingine kuwa kama mwenzi mkubwa kwake. Lakini sikujulishwa kwamba ningefanya katika Kiswahili mpaka nilikuwa katika mkutano pamoja na wamissionary wengi, na rais wa misheni alikuwa akisimama mbele yetu na alisema, hapa sasa ni kazi kubwa, kwa sababu unaona hapa ni missionary wa kwanza wa Kiswahili katika misheni yetu. Nikashangaa sana, nikasema mbona anaonyesha mimi ni yule nyuma yangu? Hapana, ilikuwa mimi. Na hapo pale nilijifunza kwamba ningekuwa missionary wa Kiswahili. Wow. So kwa kweli sikukuwa na chaguzi, lakini nafurahi kwamba sikukuwa na chaguzi. Ningechagua, lakini ni Mungu tu. Ndio, ni Mungu kabisa. Hiyo inachekesha. Hii ni story kidogo tofauti kidogo, lakini ninakumbuka wakati nilipokuwa na miaka mingapi? 16 nafikiri. Nilikuwa na miaka 16, na kwenye kanisa letu kama kila miezi 6 kuna mikutano mikubwa. Na si mkutano mkuu wa kanisa, lakini kuna mkutano wa tunaita kigingi. Kwa hiyo kuna kama kila kigingi cha kanisa kina kama kata 11 hivi, na kila kata ina watu labda 200. Kwa hiyo tulikuwa tumekusanyika wote labda watu 2000 kwenye mkutano fulani. Na rais wa kigingi alienda mbele, alikuwa anaongea maneno yake, na akasema, sawa, baada ya wimbo tutasikia ushuhuda kutoka Coleman Thompson. Na nilikuwa sijaambiwa. Sikujua kabisa. Kwa kweli, like, siwezi kusema kwamba nilifurahi. Nilihisi hofu tu, kwa sababu nikasema mbona aja niuliza, ameenda mbele akasema tu kwamba baada ya wimbo tutasikia kutoka kwa huyu. Kwa hiyo nakumbuka moyo uliokuwa unaenda mbio. Na nilienda mbele nikatoa ushuhuda wangu, na sikumbuki nilisema nini, lakini ilikuwa vigumu. Wazo la kwanza ambalo linakupiga kwa kichwa ni, hii ni mchezo, sivyo? Yeah, kabisa. Ni mchezo. Lakini si mchezo. Kabisa. Huyo rais wa kigingi alikuwa mkali kidogo. Mtu mkali. Kwa hiyo nilijua hakuwa anatania kabisa. Nilijua mara moja, nikashtuka tu. Kwa hiyo nilitoa ushuhuda mbele ya watu 2000 labda. 2000. Na ilikuwa nafikiri sijawahi kuzungumza mbele ya watu wengi kama hivyo tangu siku hiyo. Kwa hiyo hatari. Ijapokuwa kasoro TikTok, unajua hapa kuna watu maelfu. Kuna wengi, lakini nyuma ya skrini wengi sana. Sasa unafikiri mawazo gani kuhusiana na hiyo, wakati labda mwongozi wa kanisa, mwongozi wa misheni anapofanya kitu kama hicho bila kukuambia? Mwazo yangu? Unafikiri nini? Ni kitu kizuri, ni kibaya, ni hatari tu? Ni hatari. Nafikiri ni mzuri kama anaongozwa na Roho Mtakatifu kwa kweli. Kama anaongozwa na Roho Mtakatifu, na nimesikia pia ujumbe za viongozi wengine wa kanisa letu ambao wametoa hotuba na wamezungumza kuhusu jinsi kiongozi mwingine alimita yeye kutoa hotuba au kutoa mawazo au ushuhuda kama vile ulivyosema, bila kujulishwa mbele ya wakati au kabla ya wakati. Na katika mara hizo nafikiri wale walijifunza mambo ya mengi, na hiyo waliweza kushiriki katika ujumbe huyo. Lakini kwa kweli nafikiri inategemea kwa jinsi Roho
anavyozungumza kwa yule kiongozi. Kama anaongoza na Roho Mtakatifu hakuna shida, ni mapenzi ya Mungu. Lakini kuifanya kama mchezo labda hapana, sijui. Ndio. Umenikumbusha na nafikiri umewahi kusikia hotuba hii. Ninaitafuta sasa na nafikiri nimeipata. So ni Rais Manson? No, si Rais Manson. Ni moja wapo wa wale 70. Oh. Nitawaonyesha. Nishiriki screen kwanza. Kwa nyinyi ambao mnasikiliza tu, ukienda kwa YouTube utaweza kuona vile ambavyo ninaonyesha, lakini tutasoma. Kwa hiyo mwanzoni hapa kuna huyu hapa. Namkumbuka. Unakumbuka hii? Huyu anaitwa Mzee Carl B. Cook wa urais wa 70. Hii hotuba yake inaitwa Endelea Kusonga kwa Imani, na ilitolewa mkutano mkuu wa Aprili 2023. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongea itasoma tu ile sehemu ambapo walikuwa anaongea kuhusu mambo haya ambayo tumekuwa tukizungumza. So amesema, kwa shukrani tunapokuwa dhaifu au wasioweza, Bwana anaweza kuimarisha imani yetu. Yeye anaweza kuzidisha uwezo wetu kupita ule tulionao. Nimewahi kupitia hilo zaidi ya miaka 20 iliyopita bila kutegemea. Niliitwa kuwa 70 wa eneo na nilihisi sikuwa na uwezo. Na kwanza kwa nyinyi ambao si waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, 70 wa eneo, kuna viongozi wakuu wa kanisa ambao ni mitume 12, kuna nabii mitume 12, halafu kuna wale 70. Na tutaongelea hii baadaye kidogo, kwa sababu katika kanisa letu tunajaribu kufuata ule mfumo wa kanisa ambao muundo wa kanisa ambao Yesu Kristo alituachia. Kwa hiyo hata katika Biblia kuna mitume 12, halafu kuna wale 70. Kwa hiyo aliitwa kuwa moja wapo wa wale 70. Na kuendelea hapa anasema, kufuatia mafunzo yangu ya majukumu nilitakiwa kusimamia kwenye mkutano wangu wa kwanza wa Kigingi. Rais wa Kigingi pamoja nami kwa uzuri tulipanga kila kitu. Muda mfupi kabla ya mkutano, Rais Boyd K. Packer, wakati huo kama kaimu rais wa akidi ya mitume 12, alipiga simu kujua kama angeweza kunisindikiza. Nilishangaa na bila shaka nilikubali. Nilitaka kujua ni namna gani angetaka mkutano uwe kwa sababu angeusimamia. Alipendekeza kwamba tutengue ratiba ya mkutano na tujiandae kumfuata Roho. Kizuri ni kwamba bado nilikuwa na siku 10 za kujifunza, kusali na kujiandaa. Unaweza kusoma hii hapa, Jed? Ndiyo. Tukiwa hatuna agenda, tulikuwa kwenye jukwaa dakika 20 kabla ya mkutano wa viongozi kuanza. Nilimuegamia rais wa Kigingi na kumnongoneza, hiki ni kigingi kizuri. Rais Packer alinigusa kwa kiwiko na kusema kwa upole, hakuna kuzungumza. Niliacha kuzungumza na ujumbe wake wa mkutano mkuu kuhusu utulivu hualika ufunuo. Ulikuja mawazoni mwangu. Niliona kwamba Rais Packer alikuwa akiandika marejeleo ya maandiko. Roho alinithibitishia kwamba alikuwa akipokea ufunuo kwa ajili ya mkutano. Uzoefu wangu wa kujifunza ulikuwa ndio kwanza unaanza. Na ni kama ulivyokuwa unasema kwamba labda kiongozi akikuita kufanya kitu fulani, ni vizuri kama anaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo huyu hapa ambaye ananena anasema kwamba Rais Packer alikuwa anapokea ufunuo kwa ajili ya mkutano. Kwa hiyo tutaona ni nini kilichotokea baada ya hapo. Rais Packer alizungumza kwa dakika 15 za mwanzo na akasisitiza umuhimu wa kuendesha mikutano yote kwa kuongozwa na Roho. Kisha akasema, sasa tutasikia kutoka kwa Mzee Cook.
Wakati nikielekea kwenye mimbari, nilimuuliza angependa nitumie muda kiasi gani, na kama kulikuwa na mada ambayo angependa nizungumzie. Alisema tumia dakika 15 na endelea kulingana na unavyopata msukumo. Nilitumia kama dakika 14 na kushiriki kila kitu nilichokuwa nacho mawazoni mwangu. Rais Packer alisimama tena na kuzungumza kwa dakika 15. Alishiriki andiko hili: yasemeni mawazo nitakayo yaweka mioyoni mwenu, na nyinyi hamtashindwa mbele za watu. Andiko kwani mtapewa katika saa ile ile, katika wakati ule ule, kile mtakacho sema. Hiyo napenda andiko hilo sana. Umeona ni kweli katika maisha yako? Kabisa. Najua kama missionary tumekuwa na uzoefu ambazo tumekuwa mbele ya wengine ambao wanajua zaidi sana juu ya dini au vingine, na sijui cha kusema kabisa. Ninapotea maneno, lakini kwa Roho Mtakatifu, kwa msukumo, kwa kweli ninafungua mdomo na Roho ananiwezesha, ananisaidia kusema maneno anayotaka niseme. Amina kabisa. Na ni vile vile kwangu, na hata katika mazungumzo, hata katika kila kitu. Hata leo hatukujua kwamba tungeongelea hii leo, lakini labda kuna mtu ambaye anasikiliza ambaye atapenda kusikia, na labda ataitwa siku moja kutoa neno kanisani. Labda kuna kitu ambacho Mungu atamwita kufanya, na ataweza kufanya kwa sababu Mungu atamwezesha. Kwa hiyo tutaendelea hapa. Ni baada ya huyu mzee Packer, Rais Packer aliweza kutoa neno. Nasema kisha akasema, sasa tutasikia kutoka kwa mzee Cook. Kwa hiyo hii ndio mara ya pili alisema tutasikia kutoka kwa mzee Cook, na mzee Cook hakupangiwa kusema chochote. Kwa hiyo anaambiwa tu kuendelea kuenda na kuzungumza. Unaweza kusoma? Nilishtuka. Sikuwahi kufikiria uwezekano kwamba ningeombwa kuzungumza mara mbili kwenye mkutano mmoja. Sikuwa na chochote mawazoni cha kusema, nikisali kwa dhati na kumtegemea Bwana kwa ajili ya msaada. Kwa namna fulani nilibarikiwa kupata wazo, andiko, na niliweza kuzungumza kwa dakika 15 zingine. Niliketi nikiwa nimechoka kabisa. Nimechoka. Rais Packer alizungumza tena kwa dakika 15 kuhusu kumfuata Roho na kushiriki mafundisho ya Paulo, kwamba tusizungumze maneno ambayo hekima ya wanadamu hufundisha, lakini yale ambayo Roho Mtakatifu hufundisha. Ambavyo ungeweza kufikiria, nilizidiwa wakati alipopata msukumo kusema kwa mara ya 3, sasa tutasikia kutoka kwa mzee Cook. Najaribu kujifikiri mimi katika kama mkutano huu, right? Like mimi ninaketi hapo juu, na huyu ananiomba tena mara ya 3 na sijatayarisha. Kama ningefikiri nini, ningefanya nini? Na hata mimi nilivyokuwa nasema, niliambiwa kwenda kutoa neno katika mkutano kama huu wa Kigingi, lakini nilitoa kwa kama dakika 2 tu, na ilikuwa tu mara moja. Lakini kwenda tena na tena mara 3, dakika 15 kila mara, na kwa mambo ya dini pia inakuwa ngumu. Na katika kanisa letu pia hatuna nasema namna gani, hatuna wa pastor. Kama pastor ambaye analipwa, ameenda shuleni kwa muda mrefu kujifunza kanuni za Injili, hatuna kwa kweli watu ambao ni katika kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho kama viongozi. Inawezekana kwamba walienda shuleni kujifunza mambo ya Injili, lakini sana ni wale ambao hawajajifunza kutoka kwa shule, wamesoma tu wao wenyewe. Kwa hivyo kuwa na dakika 15 mara 3 kwa mtu ambaye hajaenda shuleni hata kujifunza mambo ya Injili, inaweza kuwa ngumu sana kwa wale ambao wanaanza kujifikiri katika uzoefu huu. Ndio kabisa, ni kweli. Unaweza kuendelea? Sikuwa na cha kusema, sikuwa na chochote. Nilitambua kwamba ulikuwa ni wakati wa kutumia imani zaidi. Taratibu nilielekea kwenye mimbari nikimlilia Mungu kwa ajili ya msaada.
wakati nilipofika kwenye kinasa sauti, Bwana kimiujiza alinibariki kwa namna fulani kutoa ujumbe kwa dakika 15 zingine. Mkutano hatimaye ulikwisha, lakini haraka nilitambua kwamba mkutano kwa ajili ya watu wazima ungeanza baada ya saa 1. Jamani, kama Zoramu. Kwa dhati. Jamani. Inasema nini katika Kiingereza? Sijui. Acha niangalie kwa sababu napenda sana jinsi walivyo tafsiri hapa. Unajua, kwa nyinyi ambao mnasikiliza, mara nyingi wanapotafsiri vitu kutoka kwa Kiingereza mpaka Kiswahili wanatafsiri moja kwa moja. Kwa hiyo hawana misemo kama jamani, hiyo ni msemo wa Kiswahili kabisa. Hakuna kama hiyo katika Kiswahili. Kwa hiyo nitapenda kujua inasemaje katika Kiingereza. Ninatafuta sasa. Okay. Inasema unataka nisome kwa Kiingereza hapa? Hiyo paragraph labda, mpaka hiyo exclamation. The meeting finally ended, but I quickly realized that the adult session would start in 1 hour. Oh no. Inasema tu oh no. Sawa. Oh no. Jamani. Vizuri, wametafsiri vizuri. Ninashukuru wale waliotafsiri. So, okay, tuendelee kusoma. Kama Zoramu, kwa dhati nilitaka kukimbia, lakini kama Nefi alivyomkamata, nilijua Rais Parker angenikamata. Mkutano wa watu wazima ulifuata mfumo ule ule. Nilizungumza mara 3. Siku iliyofuata, wakati wa mkutano wa watu wote, nilizungumza mara 1. Sawa. Tuache hapo au tuendelee? Yeah, tuache hapo tu. Nzuri sana. Nashukuru Mungu sana kwa kipawa cha Roho Mtakatifu kweli. Bila kipawa cha Roho Mtakatifu vitu kama hivi havingewezekana. Havingewezekana kabisa. Na ni kama vile Yesu anavyofundisha wapi? Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amen. Napenda andiko hilo, na pia kupitia kwa uzoefu nimejifunza kwamba ni kweli anasema kwamba Roho atakufundisha na atakukumbusha. Kwa hiyo mimi jinsi ambavyo nimeona hiyo ikitokea maishani mwangu ni kama ninasoma maandiko matakatifu, halafu kuna kitu ambacho ninajifunza, nasema na inanisaidia, ninajisikia, ninahisi Roho Mtakatifu, ninajisikia vizuri, nasema naamini hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo hapo ndo Roho ananifundisha. Halafu baadaye kuna hata kama ni miaka baadaye, unajua hiyo hutuba ambayo tulimesoma sasa hivi sijaisikiliza kama miaka 2, lakini ulivyokuwa unaongea nilikumbuka hiyo. Kwa hiyo ni kama kuna kitu nilijifunza wakati nilipokuwa naisikiliza mara ya kwanza, na baadaye wakati huu nimekumbuka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakukumbusha tu mambo ambayo ameshawahi kukufundisha. Ni kweli kabisa. Nimekuwa na mara nyingi ambazo kwa wale ambao hawajui, wengi hawajui, mimi ninakuwa na mashida ya ukumbukumbu. Mimi siwezi kukumbuka vitu kweli. Siwezi kukumbuka vitu vingi. Sio kama shida kubwa kama daktari, lakini ninayo mashida kwa kukumbuka, na marafiki zangu wananichezea sana kwa sababu siwezi kukumbuka vitu ambavyo vilitokea zamani. Lakini kama vile ulivyosema, mshukuru sana kwa sababu Roho Mtakatifu ananisaidia nikumbuke vitu vile vya muhimu, vitu vile vya juu, tuseme vitu vya wokovu. Kama ushuhuda wangu, wakati ninazungumza na mtu mmoja fulani, labda anapita majaribu na sijawahi kupita majaribu kama yule anayopita, lakini Roho anaweza kunisaidia nijue cha kufanya, cha kusema,
ili niweze kumfarajia. Hiyo pia inanionyesha kwamba Mungu anajua watoto wake wote. Ni kweli kabisa, anawajua kabisa. Na nafikiri sasa tunaweza kuingia kwenye swala au mada kubwa ya leo. Tumeshazungumza kama dakika 25, lakini hakuna kuchoka wakati unapozungumza neno la Mungu. Amina. Tumezoea sana hii, kila siku tulikuwa tunazungumza neno la Mungu siku nzima, miaka 2. Ndio. Kwa hiyo yeah. So kama na vitu ambavyo tumeshaongelea tunaweza kuvilinganisha, kuviingiza kwenye vitu ambavyo tutaongelea leo, kwa sababu tulishaongea kidogo kuhusu viongozi wa kanisa. Kwa hiyo kuna mitume, kuna wale 70. Samahani, nimekosea. Jamani. Nimekosea Kiswahili vibaya sana hapo. Utanisamehe. Lakini tunataka kuongea kidogo kuhusu muundo wa kanisa ambao Yesu Kristo aliweza kutupatia wakati alipokuwa hapa duniani, na pia kuhusu mamlaka na kuhusu kupata ukweli wa Injili ya Yesu Kristo, kwa sababu kuna makanisa mengi sana na kuna manabii wengi wa uongo. Kwa hiyo lakini tunajua pia kuna manabii wa kweli. Kwa hiyo inabidi tufanye kazi pamoja kuweza kutambua wale manabii wa kweli ni wanani. Kwa hiyo sehemu ambapo ninataka kuanzia kwanza, kama ulivyokuwa unasema, Mungu anajua watoto wake na anatupenda. So tunajua kwamba hataki kutuacha peke yetu hapa duniani. Anataka kutupa mwongozo ambao tunahitaji, kama vile mwongozo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia ametupatia watu wake, watumishi wake ambao wanaweza kunena kwa ajili yake. Kwa mfano Musa, kwa mfano Nuhu, Adamu, mpaka wakati wa Yesu Kristo, Isaya, Elia, Yesu Kristo mwenyewe, Petro. Wao wote wameweza kupewa mamlaka na Mungu kuweza kuzungumza neno lake. Sijui kama unachaongeza kuhusu manabii. Umeshasema vizuri sana. Ninapenda fundisho la manabii. Mimi mwenyewe ninakuwa na inaweza kuwa ngumu kwangu kujua ni nani naweza kuamini, sababu kuna watu wengi wanasema vitu mbalimbali, mafundisho tofauti. Kuna sauti mengi katika dunia ya leo. Tunajua kwa social media na vitu vingine, tunasikia sauti za watu wengi, na kujua ni nani naweza kuamini, ni nani naweza kujua anasema kweli. Nafikiri hiyo ni kitu cha muhimu sana kwangu, na ndio maana napenda sana manabii ya Mungu. Naweza kujua kwamba ninafarijiwa kujua kwamba naweza kuamini vitu ambavyo wanafundisha. Ndio. Na kuhusu manabii kuna maandiko mawili nataka kusoma hapa. So, okay, hapa tuko Amosi sura ya 3, na hii ni mstari ya 7. Sijapenda jinsi ambavyo screen imepangiwa hapa, lakini andiko lipo. Kwa hiyo hapa tunajifunza, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo kutoka kwa mwanzo Mungu ameweza kuwafunulia watumishi wake. Na tukisoma Isaya, mfano mmoja, na pia manabii walishuhudia kuhusu Yesu Kristo, kuhusu Masia ambaye angekuja. Na mfano mmoja wa hiyo ni katika Isaya sura ya 53. Nahitaji okay, yes, that's okay, sawa. Hiyo ni afadhali. Hapa kuna ufunuo wa Isaya kuhusu Yesu Kristo.
Unaweza kutusomea mstari wa 3 mpaka wa 5? Ndiyo. Acha nione. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Niendelee? Ndiyo. Mpaka 5. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimzania ya kuwa amepigwa na Mungu kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amina. Amina, asante. Kwa hiyo hapa Isaya ameweza kutufundisha kuhusu Yesu Kristo. Ameweza kutufundisha kuhusu jinsi alivyopigwa, alivyojeruhiwa kwa makosa yetu, kwa dhambi zetu. Kwa hiyo hii ni mfano moja, na kuna mifano mingi mingine katika Agano la Kale ya manabii ambao waliweza kushuhudia ujio wa Yesu Kristo. Na unaweza kuongea kidogo kuhusu Yesu na maisha yake? Kabisa. Napenda kwamba manabii yote wanafokasi kwenye maisha ya Yesu Kristo. Inaonyesha hiyo ambayo Mungu anaweka ya muhimu, ambayo anataka tujue. Na maisha ya Yesu Kristo ilikuwa kamili bila makosa yoyote. Aliishi maisha mkamilifu, hakufanya chochote kibaya. Kila kitu alichofanya ilikuwa kwa kizuri kwa watoto wa Mungu. Alisaidia, alitumikia wengine, aliwaponya wengi. Aliwaponya kwa kimwili, lakini pia kwa kiroho. Aliwasamehe watu kwa dhambi zao, na alikuwa nuru kwao. Na aliwaambia kwamba wao wanaweza kuwa nuru pia kama wanatenda kama yeye anavyotenda. Napenda najaribu kukumbuka neno mfano. Alikuwa mfano mkuu wetu kwa kila kitu. Ndio, kabisa. Na kitu kimoja, tunajua alifanya vitu hivyo vyote, na aliweza kutenda tunavyoita upatanisho kwa ajili ya kutukomboa sisi, ili tuweze kupatanishwa na Mungu na kurudi kwenye uwepo wa Mungu siku moja. Kwa sababu sisi ni wenye dhambi, hakuna kitu kichafu ambacho kinaweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunajua kwamba kupitia kwake, na kama Isaya alivyosema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo sisi tumepona kiroho. Kwa hiyo alikuja kwa ajili ya kufanya hivyo, ili kutuwezesha sisi sote kuweza kurudi kwenye uwepo wa Mungu, kuweza kuishi naye. Na kama anavyosema katika Yohana 14, alienda kutuandalia makao mbinguni, ili sisi tuweze kuwa na nafasi mbinguni, japokuwa sisi ni wenye dhambi. Na nje ya mambo hayo, tunajua pia Yesu aliweza kuita mitume. Na hii ni kitu ambacho tunaongea sana katika kanisa letu, na kama umeshawahi kukutana na wamisionari wetu, tunaongea sana kuhusu jinsi ambavyo Yesu aliweza kuunda kanisa lake alivyokuwa hapa duniani. Kwa hiyo Jad, wewe unafikiri ni kwa nini kanisa la Yesu Kristo ni muhimu? Kwa nini aliweza kutuwekea muundo wa kanisa na mwongozo katika kanisa? Kwa kweli, kwa jinsi ninavyofikiria, ni lazima tuwe watu ambao watakuwa tayari kwa mbinguni. Ndio kusema lazima sisi wote tutubu dhambi zetu ili tuweze kuishi katika uwepo wa Mungu. Lakini tunahitaji kujua namna ya kutubu dhambi ili tuweze kuingia. Namna moja baada ya kuanza kutubu dhambi zetu, kupokea msamaha, ni ubatizo. Na ili tuweze kubatizwa, tunasoma mfano ni kote katika maandiko matakatifu, lakini mfano ni kubatizwa na mtu ambaye ameitwa na Mungu
amepewa hiyo uwezo, hiyo mamlaka ya kubatiza. Nafikiri hiyo ndiyo maana kanisa la Yesu Kristo ni la muhimu sana, kwa sababu ni mahali ambapo mamlaka inakaa. Mungu amepangisha kanisa kwa mamlaka yake ili tuweze kuwa na namna ya kutubu na kuwa watu wapya, kuwa tayari kuwa mbinguni pamoja na Kristo na Mungu tena. Na kuhusiana na mamlaka, ukisoma Waebrania sura ya 5, hapa sura hii inahusu sana ukuhani. Kama inavyosema hapa, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yanayomhusu Mungu. Kwa hiyo kama inavyosema, makuhani wametwaliwa kutoka wanadamu na kuwekwa kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu. Na tukisoma mstari wa 4 inasema, na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. So unaweza kutuambia Haruni ni nani? Haruni alichaguliwa na Mungu kusaidia Musa, na Haruni alipewa hiyo mamlaka, ukuhani, kufanya ibada, tuseme ibada kuna neno bora, ibada takatifu. Nafikiri ibada takatifu ni sawa. Kama matendo matakatifu, ibada takatifu kwa wana wa Israeli. Haruni alipewa mamlaka. Kwa kanisa letu tunaita ukuhani wa Haruni, inaitwa kwa jina lake, lakini ni ukuhani wa Mungu. Na Haruni alifanya hizi ibada ili wana wa Israeli waliweze kukumbuka Kristo na maagano yao waliofanya, na ili waweze kuwa na utifu kwa amri za Mungu. Kabisa. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu ndo anachagua wale ambao wanapewa ukuhani wake. Si tu kila mtu ambaye anakuja mbele na anasema mimi nimeitwa na Mungu, nimepewa mamlaka. Inabidi aitwe kweli, apewe mamlaka. Na kwa hiyo, na mfano mwingine kuhusiana na wale wanaongoza kanisa la Yesu Kristo, tukisoma Mathayo sura ya 16, hapa Mungu anampa Petro mamlaka. Anasema kwenye mstari wa 18, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na kuendelea, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo Yesu hapa anampa Petro funguo. Hizo funguo ni nini? Sisi tunaamini ni mamlaka kutenda katika jina la Yesu Kristo, na pia kwa sababu Petro alikuwa kama mtume mkuu, alipewa funguo hizo kuongoza kanisa la Yesu Kristo. Kwa hiyo tunajua Yesu alikufa kwa ajili yetu, alifufuka tena, na baada ya hapo alirudi mbinguni. Sasa aliweza kuambia wanafunzi wake, nendeni duniani kote mkawabatiza mataifa, mkawafanya wawe wanafunzi. Kwa hiyo swali inakuja, funguo hizo ziko wapi sasa? Hilo kuongoza kanisa la Yesu Kristo. Sijui kama una mawazo kuhusu hiyo, nini ilitokea baada ya kifo cha Yesu? Baada ya kifo cha Yesu tunasoma katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume inazungumza nafikiri kuhusu kifo cha 3 au 4
wa mitume, lakini sio wote, lakini tunajua katika historia mitume wa Yesu Kristo waliuawa. Tunajua, nafikiri kwa fulani inasema Yakobo, yeye aliuawa. Tunajua Stephen, sijui jina lake kwa Kiswahili, lakini aliuawa pia. Stefano, asante. Aliuawa pia na wengine waliuawa. Lakini bila mitume 12 hakuna mtu ambaye anaweza kushika hizo funguo ambazo Kristo alipatia Petro. Sasa tunaona shida kwa sababu watu hawakuwa na viongozi wa kujua mafundisho ya kweli na mafundisho ya uongo. Wakati Kristo alipokuwa duniani, Kristo alifundisha mafundisho yake ya kweli, na mitume walijua na walifundisha, walipewa hizo funguo za kufundisha mafundisho ya kweli. Bila mitume 12 kufundisha mafundisho ya kweli, watu walipotea. Hawakuwa na hiyo mafundisho ya kweli ya kuongoza maisha yao, na ndio maana leo tunaona kuna mafundisho tofauti sana na makanisa mengi tofauti. Vitu vimebadilika kwa jinsi vilivyokuwa katika muda wa Kristo wakati yeye alifundisha kutoka kwa mdomo wake. Ndio. Na ninataka kusoma maandiko mawili ambayo yanaweza kuonyesha ukweli wa vile ambavyo Jared alikuwa anasema, kwamba kuna kipindi ambacho kilikuja ambacho hapakuwa na zile funguo na ule mwongozo kwa ajili ya kanisa la Yesu Kristo. Amosi sura ya 8 mstari wa 11 inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi. Si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nilisoma weird. Bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbio wakienda huku na huko kulitafuta neno la Bwana, wasilione. Na ni kweli bado baada ya kipindi cha Yesu Kristo, Biblia ilikuwepo. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafuata Mungu, walikuwa na Biblia, walikuwa wanajifunza kutoka kwa yale maneno, lakini hapakuwa na manabii na mitume waliokuwa wanafunuliwa na Mungu kwa ajili ya kuongoza kanisa la Yesu Kristo rasmi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda huku na huko, ndio maana wakaanza kuanzisha makanisa mengi sana. Swali inaweza kuja, kwa nini baada ya Yesu Kristo? Na ukisoma Agano Jipya vizuri, utaona kwamba ni kama Paulo, Petro, wengine wanaenda wanahubiri Injili, lakini mara nyingi wale ambao wamepokea Injili wanaanza kuibadilisha kidogo kidogo. Kuna wengine, ukisoma wa Galatia sura ya 1, kuna watu ambao wanajiita sisi ni wa Paulo, sisi ni wa Petro, sisi ni wa nani. Wameshaacha kujiita kwa jina la Yesu Kristo. Wameingia kwenye haya makundi madogo madogo. Lakini ukisoma wa Efeso sura ya 4, tunafundishwa kwamba tunapaswa kuwa mmoja, imani moja, ubatizo moja. Kwa hiyo inachanganya ni kwa nini hiyo iliweza kutokea. Na mimi nafikiri ni kwa sababu mitume waliuawa na funguo za ukuhani hazikuwepo hapa duniani tena. Na kutoka kwa Yesu mwenyewe alisema kitu ambacho kinaendana sana na vile ambavyo tumekuwa tukizungumza. Mathayo 24. Unapotafuta, napenda sana, kuna andiko sijapata, lakini najua ni katika barua za Paulo. Anasema kwa mfupi, anasema Mungu sio Mungu wa uchanganyikio. Na napenda sana hiyo. Mungu sio Mungu wa uchanganyikio. Mafundisho yake ni ya rahisi, ya kweli, na sio kuna vikundi vingi, lakini Mungu ana ukweli moja kabisa. Ndio hiyo inaendana sana na mafundisho mengine. Na
Waefeso ni pia Paulo ndo aliandika. Kwa hiyo alisema hiyo kwa makundi mengi. Alikuwa anawafundisha kuhusu ule umoja ambao ulitakiwa. Na alikuwa ameshangaa, mbona umeshaanza kuacha njia ambazo nilikuwa nimewafundisha? Hiyo mara nyingi anasema mbona mmeshaanza kuwa tofauti, mmeanza mara nyingi. Ni changamoto kubwa sana. So nataka kusoma hapa Mathayo sura ya 24. Hapa Yesu anaongea kuhusu siku za mwisho, anaongea kuhusu siku ambazo baada ya kufa na kufufuka kwake. Nafikiri alikuwa anatabiri tu. Na kama inasema hapa mateso yatabiriwa. Na kwenye mstari wa 9 anaanza wakati huo. So acha nirudie nyuma kidogo. Inasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Na anasema maneno machache, halafu anasema hii: wakati huo watawasaliti nyinyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapunguka. Nafikiri hii ni kweli katika siku zile, na hata mpaka sasa hii inatokea. Lakini kama Yesu alivyosema, manabii wengi wa uongo watatokea, mitume watauawa. Hayo yote yalitabiriwa. Na andiko moja labda la mwisho kuhusu mada hii, samahani, napenda sana kutumia maandiko sana kwa sababu nataka watu wajue kwamba sisi hatusemi mambo haya kwa fikra zetu tu, lakini ni kulingana na maandiko matakatifu. Sijui kama una mawazo wakati ninapotafuta andiko hili. Ndio. Na pia ninalo andiko ambalo ninapenda sana. Naweza kusoma kwa mfupi unapotafuta kwako. Sawa. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3. Hapa ni sauti ya Petro anazungumza hapa, na anasema kuanzia katika mstari wa 19, anasema samahani, acha niweze kufanya hivi. Sawa. Tubuni basi mkamgeukie Mungu, dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. So kwanza muda wa kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Anaendelea, naye apate kumtuma Kristo ambaye ametuliwa kwa ajili yenu, yani Yesu, ili mpasa mbingu zimpokee mpaka wakati wa kufanywa upya kila kitu, kama Mungu alivyoahidi zamani kupitia kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. Sana nataka kufokasi kwenye hapa ya mwisho wa Petro. Anasema wakati wa kufanywa upya kila kitu. Hiyo tunaita urejesho, na ni ujumbe tunaohubiria sasa hivi. Ni ujumbe ambao ni muhimu sana kwa kanisa letu, hiyo wakati wa kufanywa upya kila kitu. Kabisa. So yes, umetupeleka kwenye pointi ifuatayo, na hilo andiko nalipenda sana. Na la mwisho ambalo nitaka kusoma ni hii hapa. So anasema hapa Paulo anasema kwamba msifadhaishwe upesi, na anaongea kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo tena. So basi ndugu, tunawasihini kuhusu kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msishtushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa barua inayodhaniwa kuwa ni yetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote,
maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kwa hiyo tunaita siku zile ukengeufu kama Paulo alivyosema hapa. Kwa hiyo kulikuwa na ule ukengeufu kabla ya kufanywa upya vitu vyote kama ulivyokuwa naongelea. Kwa hiyo kama unaweza kutufundisha sasa kidogo kuhusu urejesho ambao ulikuwa unasema. Ndiyo, katika mwaka tunaanza sasa baadaye, tunaangalia baadaye. Sasa miaka mingi tayari imepita, na tuangalia sasa kwa mwaka 1820. Kulikuwa kijana moja, aliitwa Joseph Smith. Labda umesikia jina hilo. Joseph Smith alikuwa na karibu miaka 14, na alikuwa na maswali mengi kuhusu dini na makanisa ambayo yalikuwa tofauti. Yeye na familia yake walikuwa wakijaribu kupata kanisa, lakini walitambua kwamba wengi walisema vitu tofauti kama vile tulishaongelea, na Joseph alitaka kujua ukweli wa Mungu, na alitaka pia msamaha wa dhambi zake. Na hapa huyu Joseph Smith alienda na alitafuta Mungu. Alisoma katika Biblia kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5. Sija kariri kwa Kiswahili, lakini naweza kuitafuta au kusema kwa ufupi tu. Acha nitafute ili watu waone. Wakati aliposoma andiko hili ambalo tutasoma, lilimpiga yeye kwa moyo, na alijua kwamba alipaswa kuuliza Mungu swali lake. Kuhusu kanisa gani alipaswa kujiunga na jinsi gani aliweza kupokea msamaha wa dhambi zake. Ndio. Kwa hiyo ni hapa mstari wa 5 Yakobo 1. Yakobo kwanza. Lakini mmoja wenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Amen. Kwa hiyo kama ulivyosema, baada ya hapo Joseph alikuwa anajiuliza kanisa lipi ni la kweli. Babake alienda kwa kanisa fulani, mamake kanisa lingine, na Joseph alikuwa kijana tu. Ulishataja alikuwa na miaka 14. Ndiyo. Alikuwa kijana tu, lakini alikuwa mwenye kutafuta ukweli. Kwa hiyo alitaka kujua kanisa lipi ni la kweli. Mbona mafundisho yao yanakinzana? Na kwa hiyo ndio hivi ndivyo alivyofanya. Akasema basi acha niende nikamwombe Mungu nijue kanisa lipi ni la kweli. Kwa hiyo baada ya hapo aliweza kwenda msituni kumwomba Mungu, akapiga magoti, na kwanza shetani alijaribu kumzuia. Nitatafuta hapa historia ya Joseph Smith kwa sababu nafikiri ni vizuri kusoma maneno yake. Dakika moja. Na tunaposoma hii kwa yule ambaye anasikiliza, uendelee kufikiri kuhusu hiyo wakati wa kufanywa upya kila kitu, na baada ya ukengeufu, hiyo wakati Mungu atarejesha mafundisho yake na kanisa lake. Na kabla hatujasoma, Jad, unaweza kueleza hiyo kufanywa upya vitu vyote inamaanisha nini? Kwa sababu nafikiri inaweza labda si wazi sana, labda itasaidia ukieleza. Haina shida. Ni kusema kama tunahitaji kufanya upya kila kitu, ni kusema kila kitu wa vitu vingi vimepotea. Ndio kusema hapa vitu vile ambavyo vimepotea ni mafundisho ya kweli ya Kristo na kanisa la Yesu Kristo na watumishi wake wa kweli. Na ndio maana Mungu alihitaji kuwa na wakati wa kufanya upya kila kitu. Ndio kusema kurejesha, kurudisha
kuleta tena hiyo ya zamani na kuleta tena kwa muda huu, kwa wakati huu. Ndio kabisa, umeeleza vizuri. Kwa hiyo hii ndo mwanzo wa huo. Kwa hiyo nimeipata hapa, na hii ni katika historia ya Joseph Smith, kuanzia mstari wa 5. Kwa hiyo unaweza kutuanzia, tutasoma mstari kwa mstari. Ndio. Baada ya kufika mahali ambapo awali nilichagua kwenda, baada ya kuangalia kila upande na kujikuta niko peke yangu, nilipiga magoti na kuanza kutoa matakwa ya moyo wangu kwa Mungu. Nikiwa ninaanza tu kufanya hivyo, mara nikashikwa na nguvu fulani ambazo zilinishinda nguvu kabisa, na ambazo zilikuwa na uwezo wa ajabu juu yangu kiasi cha kufunga ulimi wangu, kiasi cha kushindwa kusema chochote. Giza nene lilijikusanya kunizunguka, na ilionekana kwangu kwa muda kama kwamba nilikuwa niangamizwe kwa angamizo la ghafla. Lakini nilitumia nguvu zangu zote kumlingana Mungu, ili anikomboe na nguvu za adui huyu ambaye alikuwa amenishikilia. Na muda huo huo ambao nilikuwa tayari kuzama katika kukata tamaa na kujiachilia ili niangamizwe, sio kwa maangamizo ya kufikirika, bali kwa nguvu halisi za kiumbe kutoka ulimwengu usioonekana, ambaye alikuwa na nguvu hizi za kushangaza ambazo kamwe sijapata kuzisikia kabla katika kiumbe chochote. Katika wakati huu wa hofu kubwa, niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa ni mnara uliozidi mwangaza wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mara ulipoonekana nilijiona kuwa nimekombolewa kutokana na adui huyu aliyenifunga. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili ambao mungaro na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Amina. Unajua mimi na Jad tunajua hapa mpaka sikuhitaji kusoma. hata hatukuhitaji kusoma, tulikuwa tunasema hii kila siku ili nifanye nitabasamu wakati nasoma, kwa sababu ni kitu ambacho tunakariri ili tuweze kusema, kwa sababu ni jambo kubwa. Na kabla hatujaiongelea, nataka tuendelee kidogo, tuone kama ni nini ambacho aliweza kuambiwa. So kwanza so Joseph alikuwa anashambuliwa na shetani katika huo mstari wa kwanza, na kama Jada alivyokuwa anasema, huo kufanywa upya kwa vitu vyote, ninafikiri kwamba shetani hakutaka hiyo itokee, na alijua hii ilikuwa ni mwanzo wa hiyo kutokea kupitia kwa nabii Joseph Smith. Kwa hiyo alishikwa na nguvu sana, lakini halafu nguvu za Mungu zikashinda kabisa, na aliweza kumwona Mungu akisimama pamoja na Yesu Kristo, akimwita Joseph Smith kwa jina na kumwambia, huyu mwingine ni mwanangu mpendwa. Kwa hiyo ni tukio la ajabu kabisa. Sijui una mawazo gani kuhusu hiyo? Ndiyo, napenda sana kufikiri na kukumbuka kwamba huyu alikuwa na miaka 14 tu. Alikuwa kijana wapi? Aliishi tu New York, Amerika. Si mahali pa ajabu fulani. Hapana, alikuwa kijana ya kawaida. Alikuwa na miaka 14, alikuwa na maswali tu kwa Mungu, lakini inatuonyesha kwamba Mungu anasikia kila ombi ambalo tunatoa kwake, na tamani lake la Mungu ni kutupatia ukweli wake na kutuongoza ili tuweze kurudi katika uwepo wake. Napenda sana kufikiri hiyo. Mungu na Yesu Kristo walijionyesha kwa kijana mwenye miaka 14 tu. Kama wanafanya hivyo, inamaanisha nini kwetu? Wanatupenda, wanatujua,
na wana mpango kwa kila mmoja wapo sisi. Na pia maono na unabii haijaisha, imeendelea. Wanaendelea kutenda miujiza mikubwa sana. Kwa hiyo nataka kusoma hapa kidogo, halafu nafikiri siku nyingine tutaweza kuongea kidogo kuhusu vitu vingine, lakini labda tutafupisha haya mambo ya mwisho. So hapa Joseph anasema, kusudi langu la kwenda kumwomba Bwana lilikuwa ni kutaka kujua ni lipi kati ya madhehebu yale yote lilikuwa sahihi, ili nipate kujua lipi nijiunge nalo. Mara niliporejewa na fahamu zangu, niliwauliza viumbe wale waliosimama juu yangu katika mwanga, ni lipi kati ya madhehebu yale lililo sahihi. Kwani kwa wakati huu kamwe ilikuwa haijaingia moyoni mwangu kwamba yote yalikuwa si sahihi, na ni lipi nijiunge nalo. Nilijibiwa kwamba nisijiunge na lolote kati yao, kwani yote yalikuwa si sahihi. Na mtu aliyenielezea alisema kwamba kanuni za imani zao zote zilikuwa ni machukizo mbele zake, kwamba wale watangaza imani wote walikuwa wameharibika, kwamba wao husogea karibu nami kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Wao hufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, yenye aina ya uchamungu ndani yake, lakini wakikana nguvu zake. Ndiyo, kwa hiyo tena akanikataza nisijiunge na lolote kati yao, na mambo mengine akaniambia ambayo siwezi kuyaandika kwa wakati huu, na nafikiri tutaishia hapo. So kwa kifupi, tunaamini Joseph alitokewa na Mungu na baadaye aliitwa kuwa nabii wa Mungu. Na tutaongea zaidi, labda siku nyingine tunaweza kuongea zaidi kuhusu urejesho wa ukuhani, lakini kwa kifupi tunaamini kwamba zile funguo ni za umuhimu sana, na tunaamini ni lazima ziweze zipitishwe kwa kuwekewa mikono. Kwa hiyo unaweza kusoma katika maandiko mengine ya Joseph Smith kwamba Yakobo, Yohana, Petro, Peter, James and John. Petro, Yakobo na Yohana. Ndio, walimtokea na wakampatia funguo za ufalme, wakampatia ukuhani. Na pia Musa anakuja baadaye, Elia, kuna manabii wengi ambao wanakuja kwa ajili ya kurejesha mambo ambayo yalikuwa yamepotea. Sijui kama una mengine ya kusema hapo. Nafikiri umesema vizuri. Inatimiza maneno ya manabii wengi ambao walisema kuhusu wakati wa kufanya upya, na pia kuhusu kuleta tena kanisa la Kristo duniani, na inaonyesha kwamba Mungu anataka tujue ukweli wake. Sio mapenzi ya Mungu kwamba tutangetange na tupotee, lakini anataka tujue namna gani kurudi kwake. Na ndio maana ameita nabii katika siku hizi za mwisho. Aliita Joseph Smith na alimfunulia tena mambo yale ambayo yalipotezwa. Na sasa tunafurahia katika mafundisho ya kweli ya Kristo ambayo alifundisha wakati alipokuwa duniani na kanisa lake. Leo tuna mitume 12, tuna nabii, na wao wamepewa mamlaka ya Mungu. Tunajua kwamba maneno ambayo wao wanatuambia na wanatufundisha ni maneno ya kweli, ni maneno na mafundisho Mungu anataka tujue kwa wakati huu. Ndio. Na kitu cha mwisho ambacho nitasema ni, ili kujua kama mambo haya ni kweli, inabidi umwombe Mungu. Na pia kuna ushahidi ambao unaweza kutusaidia kujua. Kwa sababu Joseph Smith baadaye aliweza kutokewa na malaika ambaye aliweza kumwelekeza kwa bamba za shaba ambazo ziliandikwa katika lugha ambayo Joseph Smith hakujua. Na kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, aliweza kuitafsiri. Na ilikuwa ni rekodi ya watu ambao waliishi bara la Marekani ya kale,
ambao walikuwa na manabii walitokewa na Yesu Kristo mwenyewe baada ya kufufuka kwake, na hiyo rekodi inaitwa Kitabu cha Mormoni, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Unacho cha kwako? Daima. Kwa hiyo ukiangalia video nyingine ambayo niliweza kupost kama wiki 2 zilizopita au labda wiki iliyopita kuhusu Kitabu cha Mormoni, nilieleza sana kuhusu Kitabu cha Mormoni. Unaweza kuiona kwenye YouTube yangu, Mzungu Mswahili, na nafikiri siku nyingine itabidi tuzungumze zaidi kuhusu Kitabu cha Mormoni, kwa sababu ni kitu ambacho ni kipya kabisa kwa watu wengi, na inaweza kuwa like kuna watu ambao wakisikia kwamba kuna kitabu hiki ambacho tunasoma, na kama ulivyoweza kusikia leo, tunaamini Biblia kabisa, tunasoma Biblia sana. Tumeisoma sana, tunaamini ni neno la Mungu, lakini tunatumia vitabu hivi vyote viwili pamoja. Kwa hiyo siku nyingine tutaongea Kitabu cha Mormoni, lakini ukipenda kujifunza zaidi kuhusu ujumbe huu na mafundisho mengine ambayo yamerejeshwa katika kufanywa upya wa vitu vyote iliyotabiriwa katika Agano Jipya, unaweza kukutana na wamisionari. Ukitafuta comeuntoChrist.org nina video ambayo nimewahi kupost. Ukiangalia nafikiri inaitwa Zungumza au Ongea na Wamisionari, na itakuelekeza kwa jinsi ya kuweza kuongea nao, na wataweza kufika nyumbani kwako popote ulipo, iwe Kenya, Tanzania, wapi, Ohio, Marekani, utaweza kuwapata na utaweza kuongea nao. Kwa hiyo ninaamini mambo haya ni ya kweli kabisa, ni mambo ambayo yamenibariki sana maishani mwangu. Na kitu cha mwisho ambacho nitasema ni hivi: Yesu alitufundisha kwa matunda yao utawafahamu manabii. Alisema kwamba kutakuja manabii wa uongo na utawajua kwa matunda yao. Na pia hiyo inamaanisha kwamba tunaweza kutambua manabii wa kweli kwa matunda yao. Na mimi ninaamini kabisa kwamba Joseph Smith ni nabii wa kweli, na nabii wa kanisa leo ambaye ni Dallin H. Oaks, naamini yeye ni nabii wa kweli, na ninaamini hiyo kwa sababu kila kitu ambacho wanafundisha kinatusaidia kuja kwa Yesu Kristo, na mara nikitekeleza yale ambayo yamenifundisha inaniboresha. Na utaona sisi vijana, kuna watu wengi ambao wanatushangaa, wanasema mbona nyie vijana mnahubiri neno la Mungu, mnajitolea kwa Mungu, ni kwa nini? Na mimi ninashuhudia ni kwa sababu injili iliyokamilika imerejeshwa, na kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho si kanisa la kawaida. Litakuongoza, litakusaidia kuelewa neno la Mungu vizuri, na litakusaidia kujua jinsi ya kumkaribia Yesu Kristo katika maisha yako. Amen. Kama kuna kitu chochote ninataka mtu akumbuke kuhusu mimi, ni vitu hivi: ni kwamba ninajua Mungu ni baba yetu na sisi ni watoto wake. Sio kitu cha kineno, lakini kiuhalisia. Tuko watoto wa Mungu, yeye ndiye baba yetu. Cha pili ni kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi, na alifanya upatanisho wa milele ili sisi tuweze kusafishwa dhambi zetu na kushinda kifo cha kimwili. Cha tatu ni kwamba najua kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ni kanisa la Mungu, kanisa la Yesu Kristo duniani, kanisa pekee la kweli, lenye kweli zote. Najua ni kanisa pekee duniani lenye mamlaka ya Mungu ya kufanya ibada takatifu ambazo ni za lazima turudi katika uwepo wa Baba tena. Najua Joseph Smith alikuwa nabii ya Mungu. Kitabu cha Mormoni kimenisaidia sana katika maisha yangu, na kanisa hili, injili hii ambayo tunazungumzia sasa hivi, na kuahidi itakupatia shangwe ambayo itadumu kwa milele. Ni shangwe ya kweli, shangwe ya Mungu. Nashuhudia hii katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amina kabisa.
Asanteni sana kwa kusikiliza. Nina matumaini kwamba kuna mambo ambayo umejifunza. Ukiwa na mawazo yoyote kwetu, weke kwenye comments, tutapenda kusikia kutoka kwenu. Nina matumaini kwamba siku zijazo tutaweza kufanya podcast tena. Tuna matumaini tutaweza kuwa na watu wengine pia labda. Tutaendelea kusambaza injili ya Yesu Kristo na kufurahia hii lugha ya Kiswahili ambayo Mungu ametupa. Ndio kabisa. Sawa, asanteni sana. Mungu awabariki sana.